Yes. Yes. Lazima niwe na mawazo. Tunadaiwa mchezo jina la 3. Na leo tarehe 16. Sawa. Yote ataishi. Tiba nitoke hapa. Nirudi. Mambo yote yatakuwa. I appreciate you. Thank you. Bye, baby. Mwazetu hapa. Rudi hapo kaa. Kwa hiyo, ili swala tunaloloingia kila siku kuanzia asubuhi mpaka jioni. Lini linatekelezwa? Maana huko ndani sina kifaa hata kimoja. Na unajua ujauzito ushafika miezi 9. Mimi naendaje kwa hospitali? Yaani unajikalisha tu hapa, yaani sikuelewi mpo, hata sielewi maana yako ni nini. Sama mtu. Hilo sababu kuna mambo imetoka wapi? Na kwa nini nzarau kiasi hicho? Kwani kama swala la vifaa mimi nasifishaongea? Unajua kuongea sio kazi ngumu sana. Kuongea ni kazi rahisi. Kazi ni kutekeleza. Unatekeleza lini? Yaani tumeanza kuimbia wimbo wa vifaa tangu mwezi wa 4 mpaka sasa hivi tumbo linakuwa kubwa hii miezi 9. Kwa hiyo mimi nakuelewaje wewe? Yaani kazi yako mundani wewe kula tu na kulala. Swala liko hivi. Hilo bado liko ndani ya uwezo wangu. Mimi najua nifanye nini. Au la, basi nipe hela mimi kanunue. Unasemaje wewe? Unijaze mimba, unikalishe chini na bado nikupe hela mimi ukanunue vifaa. Una akili timamu wewe? Tena toka hapa mbele yangu sikuone mimi. Unichefua tu. Najuta kwa nini nilibeba mimba. Wenzangu wanabeba mimba za watu wa maana wanaojielewa. Akipita huko mtaani kweli yule mwanaume. Wewe yaki mbele wala nyuma afu nimekubebea mimba. Sijui nilipotea wapi kape mimi najuta. Na ningejua mapema mimba ina mwezi 1 au 2, ningeshaitoa. Good. Hey guys. Sasa. Naona leo uko kwa miguu. Pikipiki asubuhi nilipeleka garage. Ila baadaye nitaamsha. Nzuri, mimi mwenyewe leo nipo nyumbani. Sijatoka kabisa. Na sidhani kama atakuwa na ratiba. Kama mtatoka Poa. haina shida basi mimi. Bila samahani. Sasa. Mimi mbali ya kuwa bodaboda wako. Pia wewe ndugu yangu. Sawa. Siwezi kusita vitu vibaya vinapotokea nikashindwa kukwambia. Napaswa kukwambia kwa kila jambo linapotokea liwe baya liwe zuri. Hivi, ukishachunguza mienendo ya shemeji?
shemeji, mke wangu. Una nini kwa? Mimi bodaboda na nafanya ruti nyingi sana, na hizi ruti ninazofanya nakutana na shemeji kwenye nyakati tofauti tofauti na maeneo tofauti. Kwa kama mtu mzima nikaelewa kitu gani kinafanyika, na shemeji hawezi kuja kijiweni kwangu akachukua pikipiki yangu kwa mazingira ambayo yapo. Kwa nikaona hili, hebu kwa nimuulize Plaza. Alishaliona hili au yeye upande wake ananichukulia? Sasa kinachokuumiza wewe, anapokuja kijiweni hachukui bodaboda yako au ni nini kinachokuumiza wewe? Mimi niumizi kwamba achukue bodaboda yangu. La hasha. Ila kinachoniumiza mimi ni yale maeneo ambayo mimi namkuta. Naona kabisa kwamba sio maeneo salama. Kama mtu mzima anashindwa kwa shanielewa. Ndogo wangu, vizuri sana. Nje na kazi ninayoifanya, ndoa yangu mimi nimefunga kanisani. Kwa hiyo ninamwamini sana Mwenyezi Mungu. Kama Mwenyezi Mungu angekuwa hataki ndoa yangu iendelee, angefanya jambo lolote ili nikumanie mke wangu. Lakini nini anamaanisha? Bado anataka ndoa yangu iendelee. Labda nikwambie kitu kimoja. Hii kazi unaotaka kuifanya sio nzuri. Haikufai. Kazi yako inayokuingizia kipato ya bodaboda ni kazi nzuri sana. Halafu si una familia? Heshimu kazi yako, kwa sababu ndio inakufanya unalisha familia yako. Mimi nadhani unielewa. Mimi nimekuelewa. Ila nimekuambia hivi si kwa maana mbaya. Kwa nia nzuri. Kama umehisi kwamba labda mimi nafanya kazi ambayo haina maana kwangu. Anyway, kwa mwenyewe umechunguza, umeona kwamba hakuna tatizo. Acha mvua inyeshe, tuone panapovuja. Na kwa kuwa namba yako ninayo, simu itaita. Ni vizuri sana. Nitakapogundua wapi panavuja, itakuwa ni njia rahisi sana ya kuziba. Basi sawa. Waswahili nyie, misuli, maneno mengi. Haya bwana. Na tena umudhani hakuna kuingia mpaka uniletee kitu tunachokitaka. Lakini mke wangu, nilishakwambia hivyo vitu uso msimu wake. Nini wewe? Sio msimu wake huu. Migawa yote hapo barabarani wanapika supu ya chura. Wewe, ningekuagiza kitu kikubwa je? Yaani migawa yote hapo barabarani ukosa supu ya chura. Kweli? Yaani nimekuagiza kitu kidogo tu, yaani roho yangu penda ni papalika. Nimekuagiza kitu kidogo tu wewe, umeshinda kunitafutia. Ningekwambia kitu kikubwa je? Anielekeze mgawa gani napata supu ya chura. Wewe ndio migawa yote wanapika hiyo supu, lakini mbona unanieleza wewe mwanaume? Kukubebea mimba ndio imekuwa shida. Wewe kitu nikikwambia nataka kitu fulani, basi hata hiyo nako ikushinda, iko kitu unachokikushinda kuniletea. Nije kutajia vitu vikubwa je? Naomba shati. Fanya haraka tena, hata dakika 5 usichukue, naomba wewe umesharudi. Na usirudi. Hii chafu. Vibe hivyo, unataka ukatongoze ha? Tena yani dakika 5 zisichukue wewe usharudi hapa. Na wala kurudi na bila iko kitu. Na usiporudi na hiyo supu, naomba usirudi humu ndani. Na wala usirudi, yani kutajua jema ni lipi. Ubaki huko, urudi, na usiporudi na hiyo kitu usirudi, na wala usirudi. Changamka wewe, tembea kama mwanaume. Nyoli. Na namba Mungu nisizai mtoto kama wewe. Bora fanana hata na mtubaki. Janaume alieleweki linatembea kali na nini bwana? Kwenye maisha yangu haiwezi kumalizika dakika 5 bila kukufikiria.
Thank you baby. Asante. Sawa. Kwa sababu ni swala la kazi. Na serikali inatakiwa kutumia wewe. Mimi sina cha kusema zaidi ya kwamba Mwenyezi Mungu akupeleke salama, kuishi salama. Pia nakupenda sana. Sasa Mungu akutangulie kisalama. We Bafaika. Bafaika. Simu yako inaita sijui meseji. Nini? Simu yako inaita sijui meseji. Wewe toka muda huo uko chooni tu. Simu tu ndo unatoka hivyo na mapofu. Hii simu SMS ya mchongo ya hela. Huyu rafiki yangu alinipigiaga simu kaniambia kuna mchongo wa hela. Kwa hiyo ndio hiyo ananipigia. Sasa nikisema nisubiri mpaka nimalize kuoga sikasharibu. Ndio na mapofu yote mpaka usoni, angalia anapokuingia machoni. Sasa utafanyaje ukisema mpaka nimalize kuoga si ataniona mimi nimempuzia? Makubwa. Simu tu ndo nakimbizana namna ile. Samahani dada yangu. Nilikuwa naulizia supu. Supu sasa hivi? Ha? Supu sasa hivi kakaangu. Saa 11 hii. Yaani shazunguka tangu asubuhi. Tafuta supu. Supu. Hakuna. Kwa hapa nikapata wapi? Labda uende huku mtajujuu kumkuta labda supu sasa hivi. Basi. Mambo. Fresh. Samahani sana kwa kuchelewesha. Bila samahani. Mbona chelewa? Ndugu yangu. Yaani kipindi unanitumia ile SMS mimi nipo kafuni. Naambiwa tu huko simu yako sijui naita sijui SMS nimetupuka. Ni pofu yangu. Haka ananiuliza vipi? Umetoka na mapofu bafuni? Acha utani. Mungu wako. Yaani ananiuliza vipi mbona unatoka hivyo? Mbio. Naambia huyo kuna mtu aliniambiaga kuna simu ya mchongo labda ndio hiyo nije kumsikiliza. Kuangalia message yako nikaona mama yangu yeye angeifungua. Ani leo sijui ingewaje.
Yaani ngekubalaa. Hiyo kutoka na mapavu ubafuni. Mimi naona tu kwenye nani kwenye movie. Kupata reality kumbe. Yaani movie nasemaga ukweli, maisha asilia. Sawa. Mimi nimekuita hapa. Sababu ya kuita hapa ni kwamba from now on I am free. I know. Labda ningeelezea urefu. Yaani unamaanisha nini free? Namaanisha kwamba mume wangu amesafiri kikazi. Kwa hiyo anytime tuwasiliane kwenye namba. Kwa hiyo unataka uniambie sasa hivi uko basi ni vizuri, unajua jamaa toka arudi kipindi hiki muda mrefu hajasafiri. Kasafiri mbali ama kasafiri hapa karibu tu? Na amesafiri ameenda Pemba kikazi. Pemba sio mbali. Saa 3 4 uko hapa. Lakini kiuzuri zaidi ile kazi sio wa kujipangia wewe. Anapangiwa. Sasa hivi rudi nyumbani, sasa hivi njoo kazini. Basi vizuri. Mimi kama nilivyokuambia mimi nilikuvuka tu nyumbani pale. Sijamwachia chochote kabisa. Mwanangu kipindi natoka mwanangu alikuwa ananiulia. Kwa hiyo ngoja nikaeke mazingira sawa. Nijue jinsi gani ya kumwambia. Sasa hivi hapatikani. Mwanzo nilikuwa napiga hapokei. Sasa hivi hapatikani kabisa. Hizi si dharau hizi, ananizimia simu mimi. Mimi ninaobebea kiumbe chake afu bado ananizimia simu. Jamani. Wanaume hawa. Yaani ana huruma kabisa na mimi huyu. Na siwa sinahisi ana wanawake zake. Wewe tangu saa 1 supu ya aina gani mpaka sasa hivi saa 11 inakaribia. Sio nzuri. Kwa Mashabani ulifika? Kwa Mashabani kule? Kule sijaenda. Basi tukamwona kwa Mashabani.
shoga yangu wana matatizo. Asubuhi saa 11 makelele. Yani mule shoga yangu. Mke wake mjamzito. Asubuhi nakwambia ugomvi, nakwambia mimi nimeenda kuchungulia dirishani shoga yangu nasikia mke. Supu ya chura. Supu ya chura. Uji wangu usuke na haraka mimi. Jessica. Jessica. Bana mimi naondoka. Nini baby? Muda umeenda sana, tulikuwa niende. Saa 3 kasoro, muda unanienda. Muda unaniacha. Wewe. Jessica. Subiri kwanza. Wewe kunaga?
Nimefika. Wewe. Wewe. Wewe kuna Mama chelewa. Sasa kama naambia lazima niage vizuri. Sasa nikumbuke. Okay. Wacha chapchap. Nenda kukaa. Sorry. Mke wangu, ni kitu gani ulikosa kwangu? Mbona nimejitahidi kutimiza kila hitaji la moyo wako? Au nilikuwa sikuridhishi? Na kwa nini hukuniambia? Kinachoniuma mimi, umeshindwa kwenda kufanya mbali. Umeamua kuja kufanya chumbani kwangu, kitandani kwangu. Napenda pia naomba. Kiukweli. Don't leave me alone. Please, promise me. I can't, baby. And I promise you. Thank you. Love you too.
ule wimbo nilokuwa nikipimbia kila siku na kuonyesha tabasamu usoni kwako, kumbe lilikuwa ni tabasamu la kinafiki. Mimi ni mjinga sana. Leo ndo nimegundua. Ni bora ningefuga wema, nikaja kuvuna utu. Ona, nimefuga mapenzi, mwisho wa siku naamulia maumivu. Brother. Na? Unaitwa nani wewe? Mimi. Naitwa Saka. Kazi yako? Kazi yangu mimi ni ufundi tu. Vizuri sana. Kwa hiyo umeona kujenga nyumba haitoshi. Umeamua kuja kujenga wake za watu ili kulinda ndoa zao, si ndio? Sihitaji majibu kwenye hili. Usiogope sana. Muda mwingine hutumia kutoa machozi ili kupunguza hasira nilizonazo. Kwani free. Naweza mtanielewa. Vipi brother? Umekula? Ndio. Safi sana. Mke wangu ni mkarimu sana. Nimekuwa nikijifunza masomo mapya kila ninaporudi nyumbani. Mke wangu anajua kukarimu wageni. Ila ni mambo madogo pia anakuwa yanamshinda,
kama tumbe wanawake wako wanalishawisha akao kibili. Dada, unachokifanya wewe ni maruka sarakasi kwenye transport. Angalia simu ya kuipokea. Dada, huu ni ufunguo. Naweza kulala nao mkononi mwaka mzima bila kudondosha. Pokea simu. Pokea. Pokea tu. Mbona upokee? Lete. 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 Halo. Wewe mbona toka asubuhi hujarudi, umetuacha hapa hatuna tala ya kula mpaka saa hizi saa 4 mtoto analala na njaa. Mimi naitwa Godi. Nani Godi? Godi ndo nani? Ni rafiki yake Sakara. Kwani kuna shida?
Shida ipo. Huyo kaondoka toka asubuhi hapa katuacha hatuna hela ya kula na mpaka saizi mtoto amelala saa 4 hii. Hii namba yako inapokea pesa? Ndiyo inapokea. Jina Mshamu. Dakika 0. Sawa. Familia yako iko sehemu salama. Ila lilikuwa ni tatizo dogo tu. Tayari nimeshalimaliza. Mke wangu, naona kijasho chembamba kinakutoka. Umechoka sana. Nendeni mkaoge. Kati yenu hakuna asiyemjua mwenzake. Yote mnajuana nyinyi. Nendeni mkaoge. Shh. Nendeni mkaoge. Wow. Mbona kama hamjaoga? Afu mmekaa muda mrefu sana. Eti mke wangu, mbona hujaoga? Au unataka kukaa hivyo hivyo siku mzima? Mimi nimeonea huruma. Ni kazi kubwa sana mmefanya. Basi sawa. Kama mmeamua kukaa bila kuoga, hakuna shida. Halo. Kay. Vipi?
Safi. Sina ratiba ya kutoka leo wala kesho. Niko na wageni wangu. Nitaendelea kuwa nao kama miezi 2 au 4. Sawa. Sasa mimi shida yangu ilikuwa ni moja tu. Nilikuwa nataka uniletee sigara hapo za 2000. Vipi Sakala, unatumia sigara gani? Biskuti? Hautumii kabisa. Basi sawa. Mke wangu hana shida, hahitaji kitu chochote. Nadhani huku kuna juice atakunywa. Kachoka sana. Sawa, alafu nichukulie na mafuta ya mgando. Hapana. Si unajua ngozi zinapauka hivi. Sawa basi jitahidi. Hamsikii kitu chochote? Ina maana mmefikia hatua hii? Huu wote ni uoga. Sasa sijui ni nani kati yenu aliyefanya hili tukio. Ni wewe mke wangu au Sakala? Kwa nini mnajamba jamba? Jessica. Tuinyuani. Mke wangu. Afu hauna wengine wapo? Haya, sasa hivi ni wawili hao. Mwingine yuko wapi? Au yuko mikono? Kuna wengine mke wangu? Niambie nijue. Hakuna. Kaa. Mnakaa tu kama nyumbani kwenu vile. Yaani mnakaa tu. Sogelea nini? Vipi brother? Nimeagiza 1000 tu au niongeze mengine? Bila shaka hata wewe utakuwa haujaoga wewe. Mke wangu, nimekosea kitu gani mimi? Au mimi nina mapungufu gani? Mtulie. Hakuna kwenda pale. Mafuta yanakuja. Nakumbuka mara ya mwisho vitani niliua watu 5.
moyo wangu uliumia sana. Japokuwa kazi ilinitaka nifanye hivyo. Muda mwingine kuua mtu anakuwa hakusudii, ila anayetaka kuuliwa ndiye anayekitafuta kitu kwa uwani. Nina imani mimi sijatumwa kuua, japokuwa nalazimisha ni hata kama nitaongea maneno mengi sana, kama sikio lako ni la kufa, basi haliwezi kusikia dawa. Hakuna muda. Karibuni sana. Sakala, karibu pia. Mimi nina imani muda umeenda sana. Sasa hivi natakiwa kupumzika. Mke wangu, kama wapo wengine waite waje tupumzike. Ila kabla hatujapumzika, kwenye moyo wangu nimebeba vitu vingi sana. Mimi huyu mwema ambaye ninafanya kila jema kwa mke wangu, ninasemwa na watu vibaya, bila kujua kuna sababu inayonifanya mimi nifanye vitu vibaya. Lakini binadamu ndivyo tulivyo. Hata umtendee wema wa aina gani, bado atakulipa mabaya. Lakini yupo mmoja anayethamini uwepo wangu na kuamini kila jambo ninalofanya duniani. Huyu ni nani? Ni Mungu peke yake, lakini sio nyinyi binadamu wala mimi. Alen, hakuna tatizo yoyote hili. Wala hata msiwe na hofu. Alen tu. Pokea. Halo. Hospitali? Ni mjamzito? Sawa. Ni hospitali gani? Arafa. Sawa. Sasa mnaweza mkaendelea kumpatia huduma, maana sasa hivi tuko mbali. Sisi mapema sana asubuhi, kama tutachelewa leo kuja usiku. Asubuhi sana tutakuwa hapo mapema.
Basi asante dokta. Haya sawa. Kumbe mke wako ni mjamzito. Inaonekana we ni bingwa sana wa kujaza mimba eh? Umeona kwako haitoshi, umekuja kujaza kwangu. Hongera sana. Hongera. Hongera sana. Sawa. Watu ondoke. Ondoke. Je, mnaweza mkaendelea kama itawapendeza? Kwa hiyo Jessica anaona ananichiti, si ndio? Unanichiti Jessica? Kumbe wewe guys una akili eh? Umesahau kwamba mimi namchiti mume wangu? Sasa Jessica, wewe uko na maana gani ya kuniita mimi? Afu na kwa nini umetokea huko? Hivi una akili kweli wewe? Bado ufikirie unatokaje huko ndani bado unaanza kuniuliza maswali yako ya kiniaje hapa? Okay, sawa. Natokaje? Hivi unajua wewe guys kumbe una akili eh? Lazima nikuulize wewe. Unaniuliza utatokaje wakati unaona kabisa mtu katoka na funguo? Like seriously? Asa Jessica, wewe ni mwenye nyumba humu. Na maana ukosa funguo ya akiba? Sina. Basi fanya ile kama niondoke. Acha kelele. Na yule pale ni mke wangu. Mkeo ni mzuri sana. Amejaliwa rangi nyeupe.
Lakini sijui kwa nini unashindwa kutulia kwenye ndoa yako. Sakala, maumivu ulionipatia mimi ni maumivu makali sana. Hivi ungekuwa ni wewe ungefanya nini? Na pengine nikukumbushe jambo moja. Mwanamke mpaka anaamua kukuzalia mtoto, ujue anakupenda. Kwa sababu hakuna mwanamke anayekubali kumzalia mtoto mwanaume ambaye hampendi. Ila sijui kwa nini sisi wanaume tumekuwa na tamaa ambazo hazina maana yoyote kwenye maisha yetu. Sakala, ni bora uamini Mwenyezi Mungu yupo, halafu ukaenda usimkute, kuliko kuamini hayupo halafu ukaenda ukamkuta. Hilo linakuwa ni jambo jingine kabisa. Umenipa maumivu makali sana kwenye moyo wangu. Ilifikia hatua nikawa naona kama kwa upande wangu dunia imesimama. Na kweli kwa upande wangu dunia ilikuwa imesimama. Lakini kwa upande wako dunia inaendelea. Mimi labda nikwambie kitu kimoja. Mheshimu sana mke wako. Na wewe ni tegemezi kubwa sana kwenye familia yao. Kwa sababu asilimia kubwa maisha yao yako mikononi mwako. Wewe ndo mwangalizi mkubwa wa familia yako. Moyo nilionao mimi, hata wewe unao huo huo. Maumivu ninayoyapata mimi, hata moyo wako unaweza kupata maumivu hayo hayo. Sote tumeumbwa na moyo wa nyama. Usitegemee malipo utaenda kulipwa mbinguni, malipo yatalipwa hapa hapa duniani. Mambo usiyopenda kufanyiwa wewe, usimfanyie mtu mwingine. Mpende mke wako, mthamini mke wako, na umheshimu sana mke wako. Tulia kwenye ndoa yako. Kuna mgonjwa wangu aliletwa hapa. Ndio, ni mjamzito. Mgonjwa wako anaitwa nani? Anaitwa Kape. Kape, ngoja tuangalie hapa. Ni registration book. Kape. Ya, nafikiri tulimpokea hapa Kape. Vipi anaendeleaje? Hali ya Kape sio mbaya, anaendelea vizuri. Lakini kuna hitilafu kidogo. Aliletwa hapa kujifungua, lakini mtoto amezaliwa lakini hakukamilika. Kwa hiyo yupo chini ya uangalizi. Yeah. Sawa. Lakini naweza kuonana naye? Kuonana naye kwa sasa hivi hautaweza kuonana naye kwa sababu wameenda juu kuonyesha. Kwa akirudi tutapata fursa kumuona. Kwa naweza kusubiri nje. Ya, unaweza tu kusubiri. Basi sawa. Mimi ngoja niseme asante sana. Ya, hamna shida. Sawa, shukrani sana. Lakini jambo moja, kabla hujaondoka,
kuna baadhi ya vitu ilibidi uvijue. Sawa. Ukishaenda kuona naye inabidi urudi ofisini ujue kuna baadhi ya costi ambazo inabidi mlipie. Sawa sawa. Hakuna shida. Kwa hiyo hiko ndio cha kufanya. Kwa hiyo utapata nafasi ya kwenda kumuona, baadaye utarudi, nitakupa maelekezo nini kifanyike. Hakuna shida daktari. Mimi nadhani nitalimaliza lote. Hakuna shida. Sawa. Karibu sana. Poa sana. Asante. Salama. Pole sana shemeji. Asante. Na pia hongera sana. Asante. Mimi nina imani haunijui, lakini kulingana na hali ulionayo sitaki nikuchoshe sana, ila kuyakimbia matatizo ni kwenda kutafuta utumwa wa kujitakia. Wewe ni mwanamke jasiri sana, inatakiwa upewe pongezi, kwa sababu mambo uliokutana nayo, kama ni mtu wa kukata tamaa, wewe ungekuwa umeshakata tamaa. Ila jipongeze sana, kwa sababu ukisubiri mtu akupongeze utaangalia maumivu. Inatakiwa ujipigie makofi sana, kwa sababu kila aliyezaa amezaliwa, na kila atakayezaliwa ni lazima atazaa. Ili ikamilike dunia na ili iitwe dunia, ni lazima kila mmoja apite kwenye hivyo vipengele. Mimi shemeji nisikuchoshe sana. Ngoja tuangalie namna nyingine ya kupata kitu chochote ili maisha yaendelee. Sawa shemeji. Ngoja mimi nikapumzike. Sawa shemeji, hakuna shida. Tangu asubuhi kuna simu. Angalia uwanja uko mchafu, ndani kuko kuchafu, vyombo vichafu mwanangu. Kweli hiyo? Mama, yale mtandaoni mambo moto moto. Si unajua hii wiki ya Simba bi mkubwa. Hapo unajua nitakuja kuivunja mimi hiyo simu wewe. Hapo unajua na shosha vyombo. Kitu mjalana huyu. Kwanza hapo maliza tu mamangu uende gengeni hapo tufanye mpango wa kula. Mimi nishashoka. Kelele huko. Nyama. Sasa bi mkubwa kitu gani hapo, si ufue tu. Yangu mimi leo shaniishia. Sasa bado uko kwa wewe. Utajijua. Azimio wako naye. Akampitia dada yako hapo. Mdogo wangu jamani. Basi tuko chibonge sasa. Mdogo wa bure. Mama, shikamoo. Mama mwanangu, karibu. Asante. Uko kwenye udogo? Pole. Za nyumbani. Kazi kwema. Baba naye jambo. Sasa mbona kinyonge mwanangu? Pana mama, jambo.
Naitisha? Naendelea hapo nyumbani. Si kama unavyotuona shoga yangu na mama. Nakuona sasa hivi umepanda dau. Dau wapi shoga yangu? Kama tatu. Nali ngumu hapa mamako anafanya kazi kusemanga kila siku. Hajafua. Ananiangalia tu. Hajataka vyombo hajakosha. Wala usiona tulikuwa kuchafunda. Tangu asubuhi uko na simu. Hivi kumbe wewe uje ukuaje wewe? Kubadilikaje feti? Taifa utaingia shoga yangu. Feti. Bwana wewe naye basi unataka kumsikiza bibi mkubwa. Wewe mwanzo nimeshamzoea. Hivi hujaacha tu tabia zako. Tutaacha. Mshenzi wewe. Amwachie nani? Jeuri kama nini? Mdogo wangu, najua una mawazo mengi sana. Kwanza kwa ulilonifanyia, pili kwa situation ya mkeo alionayo. Shukuru Mungu mkeo amejifungua salama. Lakini kwa tatizo la mwanao, maadamu yuko kwenye uangalizi wa madaktari, mimi naamini atakaa sawa. Kitu kingine, nimeshalipia bili yote nilikuwa nadaiwa. Kwa hiyo kwenye hilo hakuna tatizo. Ila nataka nikukumbushe jambo moja. Kila aliyeumbwa na moyo wa nyama ni lazima anapata maumivu. Chunga sana usije ukampa mtu maumivu. Wewe inatakiwa ujali maumivu ya mtu mwingine. Fikiria mkeo amepitia mangapi wakati haupo, mpaka anakuja kukuzalia mtoto. Bila shaka umezaliwa na mama na unampenda sana. Hivyo hivyo hata mwanao akikua atampenda sana baba yake. Lakini ile familia yako ili mwanao aje kuishi kwenye misingi mizuri, sio hii unayoifanya wewe. Mimi nadhani niishie hapo. Kama kujifunza utakuwa umejifunza, ila kama utakuwa wa kuendelea, nenda kaendelee. Kaka, nakushukuru sana. Na na imani nitakuwa kujifunza juu ya hilo. Nashukuru sana. Baba. Mama. Hizo kaja paka sema umempiga, umemfukuza. Tatizo ni nini? Kwanza mama, samahani sana. Bila samahani. Nakupotezea muda. Kwa muda huu ungekuwa unafanya majukumu yako mengine, inawezekana ingekuwa ni bora zaidi. Lakini pia hakuna asiyejua kwamba mke wangu nampenda kiasi gani. Na sijawahi kunyanyua mkono wangu kumpiga mke wangu. Na sidhani kama itakuja kutokea kwenye maisha yangu yote ya dunia. Kwa sababu yeye ndio furaha yangu. Mimi nahisi kosa langu kubwa litakuwa limemfanya ashindwe kunielewa ni kwa sababu mimi huwa ninachelewa kurudi nyumbani. Na hii inatokana na majukumu ya kikazi. Labda kama kuna tatizo jingine kubwa aseme. Jessica. Haya unaongea mmeo yako sahihi. Da Jessica, wewe umekuja hapa umetuambia vingine tofauti na maneno yanayoongea shemeji. Tuamini lipi? Tuamini la kwako au tuamini ya shemeji? Hapa kuna tatizo. Sema tu anaamua kukuficha.
Sasa kama unatuficha, mimi si mlezi wako. Inapaswa nijue sio tuweke sawa. Mama, ana tatizo lolote? Mimi nadhani labda ni hofu alionayo na wasiwasi. Mke wangu, haya ni mambo madogo sana ya kukaa na kuzungumza nyumbani kwetu tukayamaliza. Mimi nadhani mke wangu haina haja ya kumsumbua mama. Mama anapilika nyingi sana. Kwa nini tusirudi nyumbani tu? Tuongee tumalize. Unajua ni kiasi gani nakupenda. Na sitegemei kama itakuja itokee siku tukaachana. Mama, mimi kwa mambo kwanza nibaki hapa kidogo. Hapana. Mmeo kakufuata na umesema hakuna tatizo lolote, naomba nenda kwa mmeo. Kuna matatizo mengine mnamaliza nyinyi wenyewe. Sawa, lakini nitarudi nyumbani hata baada ya siku 3. Kwanza nibaki hapa. Nenda kwa mmeo. Mimi nahisi mama yuko sahihi. Twende nyumbani mke wangu. Mama, mimi nadhani tumeshaelewana. Asante sana. Sawa baba. Na samahani kwa usumbufu. Haina shida, karibu. Shemeji. Samahani kwa usumbufu. Haina shida. Haya, mke wangu twende. Mama. Mungu anisamehe sana. Nishakusamehe. Lakini pia mama anakupenda sana mama. Na mimi pia mwanangu. Mungu anisamehe. Wewe mbona hivyo? Na nini kwani? Mbona unashindwa kuelewa? Mbona unalia? Alafu unasema kuna tatizo. Feti. Mimi naenda. Uenda Jessica. Wewe una shida gani?
Sweetheart. Yes, baby. Unasoma nini? Kitabu hiki. Story ya hichi kitabu inaitwa Nyanzara. Kimeandikwa na Jackson Ndoje. Mwandishi mzuri sana. Yeah. Unajua mimi tangia umekileta lakini unatupa, lakini sijapata muda wa kusoma. Na mimi nitakisoma. Sawa, ukipata muda kusoma, kitabu kizuri sana. Okay. Safi. Sasa mume wangu, kuna jambo alikuwa anajaribu kufikiria kidogo. Jambo gani? Kuna kile kiwanja ambacho tulikinunua kule milioni 4 kile. Na imekuwa muda kidogo. Alafu sasa hivi maeneo yamepanda kidogo na kule nyumbani. Nilikuwa nafikiria kama inawezekana tukiuze tununue sehemu nyingine. Sawa. Ni vizuri. Lakini unajua sisi ni lazima tuje kuwa na familia kubwa sana kwa uwezo wa Mungu. Na unajua madhara ya kuuza. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiria ni bora tutafute pesa nyingine ili tununue kiwanja kingine hapa karibu. Kile tukihifadhi tu, kwa sababu ardhi siku hizi zinapanda bei sana. Ardhi zina thamani sana. Kwa hiyo tutakapokitunza pengine baadaye kitakuja kutufaa. Unaona, mji sasa hivi unapanuka kwa kasi sana. Kwa hiyo baadaye kitakuja kutufaa kwa manufaa makubwa sana ambayo hatutegemea. Kwa hiyo ni vyema tu vute subira kidogo, nadhani hivi karibuni nitakuwa nimeshapata pesa, tutanunua kiwanja kingine hapa karibu. Alafu unajua mke wangu? Ndio. Mimi ninakupenda sana. I know baby. Asante. Hakuna hata siku moja nimekaa ikapita hata dakika moja bila kukuwaza. Mwanamke ambaye sidhani hata kama kuna siku moja itakuja kutokea nikakaa bila kufikiria.
Yes. Yes. Kwa nini sasa? Nini nilichokifanya? Mbona nimekusamehe? Yes. Jessica.